Ninakuja kwako tena kwa ajili ya kuongea kidogo na wewe kuhusu mambo ambayo sasa yanaendelea duniani. Watu wote ambao wanafuatilia vyombo vya habari wanaona jambo ambalo Rais Trump wa Marekani amepandisha ushuru wa bidhaa zinazotoka Marekani na baadhi ya nchi mpaka kwa 125%, kitu ambacho sio cha kawaida. Sasa hali hii unaweza ukaona kwamba kuna watu wana maoni tofauti na kuona kwamba mbona Marekani ni kama vile anajipoteza. Kwa upande mwingine pia China nao wamejibu mapigo wakapandisha 125%. Lakini pia Rais Trump akaenda mbali kidogo, alipoona mambo kama vile kuna changamoto kidogo, akaona abadilishe mtazamo, akashusha zile ushuru wa forodha kwa baadhi ya vifaa vya simu. Lakini nilifuatilia jana mjadala wake kidogo. Alikuwa na kipindi cha mjadala na mahojiano kidogo na vyombo vya habari. Nilichogundua ni kwamba rais wa Marekani anajaribu kulinda viwanda vya nchini mwake. Sasa hivi ana mpango tena wa kuongeza bei ama kuongeza ushuru wa bidhaa za madawa kutoka mataifa mengine. Marekani ina teknolojia na inakaribia kila kitu, viwanda vya kila aina. Sasa amepandisha ushuru ili kuhakikisha kwamba viwanda vyake vya ndani, manunuzi yote yanafanyika kwa kununua vitu ambavyo viko ndani ya Marekani. Ina maana anataka akuze ununuaji, kiwango cha ununuaji kutoka ndani, viwanda vyake vinunuzwe. Lakini pia anaamini kwamba kuna nchi ambazo zinategemea bidhaa za Marekani, ikimaanisha kwamba Marekani itauza nje, lakini pia viwanda vyake vile vile vya ndani vitaendelea kuwa na mauzo badala ya bidhaa nyingine kutoka nje kuja pale kushindana na bidhaa zinazozalishwa ndani ya Marekani. Kwa unaweza ukaona kwamba Trump ni business mind, ni mtu mwenye akili ya biashara, akitaka kuvilinda viwanda vyake vya ndani vizalishe na viuze, tofauti na kuletewa tu vitu kutoka nje ya nchi vije kuuzwa ndani ili hali viwanda vya ndani vinazalisha. Ana mawazo mazuri sana, pamoja na kwamba ukiingia kwenye mitandao na kule Marekani wenyewe wanajaribu kushindana, lakini ukiangalia ule ushindani na maneno na hoja na nini ni kwa watu ambao wanafaidika na bidhaa na biashara ya uagizaji kutoka nje, lakini sio watu wenye viwanda vyao. Watu wenye viwanda wanaona kwamba hii ni nafuu kwa sababu watazalisha na kuuza kwa wingi. Hii inapaswa pia tuige kwenye nchi zetu. Wakati mwingine kupandisha ushuru kwa bidhaa zinazokuja ndani ili viwanda vyetu vya ndani viweze kuzalisha na kuuza. Sio kiwanda kinazalisha halafu hamna mauzo, inakuwa tunapata hasara, halafu vitu vile vitu tunavyozalisha kuna mataifa mengine yanaleta kuuza ndani. Tunanunua vitu vinavyotoka nje na kuacha vitu vyetu vya ndani. Mtazamo wa Trump ni mzuri sana, na ninaamini kwa mtu anayetazama kwa jicho hilo ataweza kuona kwamba mataifa mbalimbali pia yanapaswa kuiga kuvilinda viwanda vya ndani ya nchi.